Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Daktari Doto Mashaka Biteko amezindua mkakati wa taifa wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia pamoja na kampeni ya kitaifa ya uhamasishaji na uelimishaji kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia, lengo likiwa ni kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia na hivyo kuwezesha 80% ya Watanzania kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia ifikapo 2034. Elia Jackson Lupembe, hii ni News Update Media. Tulivyozindua mkakati mkubwa wa nishati safi ya kupikia, mtakumbuka tulitoa taarifa kuwa nishati safi ya kupikia matumizi yake ndani ya nchi yetu ilikuwa 6% peke yake, na kwa kweli tulikuwa nyuma sana. Tumetekeleza mkakati huu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Tumefanya tathmini pamoja na NBS, tumeona mabadiliko makubwa yametokea. Tumehama kutoka 6% mwaka wa jana na sasa tumepanda kufika 16% mwaka huu. Hii si hatua ya kujivunia sana, lakini walau ni hatua fulani. Na sasa hivi ninayo taarifa kuwa NBS pamoja na wizara yetu tunafanya survey nyingine ili tuweze kuona. Natoa wito na maelekezo kwa Wizara ya Nishati na kupitia kitengo chetu cha tathmini na ufuatiliaji serikalini, kila robo tunapokutana lazima tupate tathmini, tumeongeza watu wangapi tuliowahamisha kwenye matumizi ya nishati isiyokuwa safi wamekwenda kwenye nishati safi ya kupikia, ili tutoke kwenye ule utaratibu wa kusema tu kwamba imekuwa hivi. Tuje tuzungumze watu hawa kwa namba zilizofanywa utafiti kisayansi ili tujue nguvu yetu tunaipeleka wapi. Na Mheshimiwa Katibu Mkuu pamoja na kitengo chako, ninaomba hili jambo tulipe msukumo mkubwa, kwa sababu kwa kweli tunadaiwa hesabu za kutoa kwa Watanzania. Mheshimiwa Rais ameshatupa kila aina ya nyenzo, kila aina ya mahitaji tulionayo. Mkitaka kujua ukubwa wa mkakati huu, angalieni gharama itakayotumika kurani mkakati huu. Mkakati huu utatumia shilingi bilioni 130 kwa kipindi chake chote. Si fedha kidogo. Tunahitaji kuona sasa kila mtu anazungumza nishati safi ya kupikia. Ningependa nianze kuona radio sports, jingles nyingi kwenye TV, matangazo kwenye magazeti, na hasa kwenye influencers wengi tunazungumza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tukifanya hivyo tutawabadilisha watu wetu. Shida ya nishati sio kuwa safi, madhara yake hayaonekani mara moja, na kwa hiyo watu wengi hawayaoni mara moja. Ingekuwa inaua haraka kama corona ama kipindupindu, ni rahisi kumwambia mtu ona hao wamekufa. Lakini shida ya nishati sio kuwa safi, inaua polepole. Madhara yanayotokea wakati mwingine watu hatayahusisha na mambo mengine, lakini ukweli ni kwamba ni kwa sababu ya matumizi yasiyokuwa safi. Misitu yetu inaisha, tunatengeneza ujangwa kwenye nchi yetu. Mazingira yanabadilika. Leo mvua zinakuja tena za kuotea, zinakuwa na ukame wa muda mrefu. Wakati mwingine zikija zinakuja zilizopitiliza. Si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu tu mazingira yetu yameathirika. Na moja ya kitu kinachosababisha mazingira yetu yaweze kuharibiwa ni matumizi ya nishati isiyokuwa safi. Niwaombe twende tukaongeze kampeni hii na vyombo vya habari wawe mstari wa mbele kwenye hili jambo. Nataka nitoe wito tena kila mmoja tunapokuwa na mkakati huu. Nimeona kwenye mkakati wetu ule kuna mkakati wa utekelezaji. Naomba mkakati huu tuufanyie roadmap yake, tuanze kufuatilia hatua kwa hatua. Kama kuna jambo litakiwa kufanyika mwezi Juni, lifanyike bila kisingizio. Jamani, wameshatuletea na magari kwa ajili ya kampeni hii. Tunakosa nini cha kufanyia hii kazi? Tunakosa nini? Hili si jambo la Wizara ya Nishati wala ofisi ya Makamu wa Rais. Ni jambo la serikali nzima. Lazima hii agenda iwe yetu wote. Tupimwe kwa jambo hili. Watanzania wengi tuwahamishe kwenda kwenye matumizi ya nishati ambayo ni safi. Ili kuleta matokeo, mkakati huu unajumuisha mbinu mbalimbali za mawasiliano zikiwemo radio, message, runinga, mitandao ya kijamii, matukio ya moja kwa moja kama makongamano na maonesho. Utekelezaji wake pia unafuatiwa na mfumo madhubuti wa ufuatiliaji na tathmini, ikiwa ni pamoja na uwasilishaji wa taarifa za utekelezaji kila robo mwaka kutoka kwa wadau wote na mapitio rasmi ya mkakati kila baada ya miaka mitatu. Jukwaa la wadau wa nishati safi ya kupikia litaandaliwa walau mara 2 kila mwaka ili kutathmini maendeleo, kubadilishana uzoefu na kupanga hatua zinazofuata kwa pamoja. Mkakati pia umejumuisha mpango wa mawasiliano ya kukabiliana na migogoro
yani crisis communication, ili kushughulikia upotoshaji wa taarifa na changamoto nyingine ambazo zinaweza kudhoofisha uaminifu wa umma au kuathiri jitihada za kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa miaka mingi, sekta ya nishati imekuwa mashuhuri kwa nyakati zote. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, takriban kwa miaka minne, sekta hii imekuwa mashuhuri zaidi, na pamoja na mambo mengine mengi, suala la nishati safi ya kupikia limefanya sekta yetu kuwa mashuhuri zaidi na zaidi. Wengi wanaweza kuona kwamba ni utamaduni kuanza kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais, lakini nguvu ya ushawishi ni mojawapo ya sifa ambazo wanafalsafa wa masuala ya kisiasa huitaja kama nyenzo ya ushindi kwa kiongozi yoyote kukubalika na kuleta mabadiliko kwa watu anaowaongoza. Mtakubaliana na mimi kwamba ni nguvu ya ushawishi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndiyo ambayo imefanya ajenda hii ya nishati safi ya kupikia kukubalika ndani na nje ya Tanzania. Kupitia ushawishi huo, leo tuna uhakika kesho ya taifa hili ipo salama kupitia kulinda afya za wananchi na mazingira yetu kwa ujumla. Na kwa maneno haya, naomba pia kutumia fursa hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kupitia uongozi wake, Tanzania imepiga hatua kubwa katika kukuza matumizi ya nishati safi, ikiwa ni pamoja na uendelezaji na upatikanaji wa teknolojia za nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, naomba pia nikupongeze wewe kwa mchango wako mkubwa katika kuhakikisha ajenda ya nishati safi ya kupikia inaendelea kushika kasi katika utekelezaji wake. Mkakati huu ambao unaenda kuuzindua leo wa mawasiliano, naamini utaenda kuongeza kasi ya utekelezaji wa programu za nishati safi ya kupikia. Naamini mkakati huu wa mawasiliano utaenda kuleta tija kubwa katika kuendelea kuelimisha na kuhamasisha jamii zetu, kuleta mapinduzi katika jamii, kukubali mbinu safi za kupikia na kulinda kesho yetu kwa kutambua kwamba upikaji safi si anasa, bali ni haki, ni hitaji na ni jukumu letu sote.